Somo letu lina kichwa kinachosema unawezaje kupata alichokukusudia Mungu katika kutubu kwako. Mathayo ile sura ya 3 mstari wa 8, basi zaeni matunda ya pasayo toba. Jana tuliingia kwenye kipengele cha mambo ya kuzingatia ili toba yako ikuzalie msamaha kutoka kwa Mungu. Mambo ya kuzingatia ili toba yako ikuzalie msamaha kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Lengo la kutubu ni ili Mungu atusamehe. Sasa tunazingatia nini ili tuweze kupokea msamaha? Nikimaliza hapo takupeleka sasa mambo yanayoambatana na toba ni nini. Sasa hivi nataka kwanza tusaidiane mambo ambayo yatakusaidia, mambo ya kuzingatia ili hii toba tunayotubu iweze kutuzalia msamaha kutoka kwa Mungu. Na jana tukaangalia mambo matatu. Jambo la kwanza, kujua kosa au dhambi yako. Kujua kosa, kwamba umemkosea Mungu nini. Unapotubu lazima ujue moja ya kitu shetani anachopambana na sisi ili tusiwe na uzito, toba isiwe na uzito ndani yetu, ni kutokujua madhara na kitu tunachokosea. Kutokujua madhara ya dhambi, kutokujua madhara ya uovu, kutokujua madhara ya makosa. Ni lazima ujue ili toba iwe na mzigo. Lazima ujue nimekosea nini kwa Mungu, na hiki nilichokosea kina madhara kiasi gani kwenye maisha yangu.